Avril, karibu sana Radio Jambo. Asante sana. Wow. You are looking beautiful. Thank you, love. Thank you. Thank you. Hey. Thank you very much, darling. Bwana Mle, umeshawahi kuitwa darling? Acha kunikumbusha kitambo. Karibu sana. Asante, nashukuru. Sasa Avril, umepotea wapi? Mimi niko mushinda kwa korido zenyu huku, lakini hamnialiki. Oh, wewe unapita hapa nje. Hapa nje. Oh, pole sana. Sana. Pole sana. Unajua tukiwa hapa ndani hatujui nini inaendelea huko nje. Kweli kabisa. Karibu sana. Asante, nashukuru. Sasa kutoka utoe ngoma hii Hello Baby na hii nyingine inaitwa Kitu Kimoja. In fact Kitu Kimoja ilikuwa imeshika sana. Umepotelea wapi ama umekufanya nini? Wow, nimerelease ngoma nyingi sana. Kutoka Kitu Kimoja ilikuwa 2012, 2013 nika release Hakuna Yule, 2014 nika release Nikimuona, then 2015 nika release Hello Baby, Ninaweza, No Stress. Then mwaka upya nika release ngoma na Susumila. So nimekuwa kazini, sijanyamaza at all. It's just that just as zingine pia ni vizuri kufanya kazi na alafu unajitoa from the media sana. Kweli. So kazi ipo. Unafanya kazi lakini unatulia kidogo. Exactly. When it comes to the media, magazeti, mapicha kila time, saa zingine unajua. Saa zingine haifai pia. Unasema acha ni kwa studio, acha nishinde studio. Unajua kuna maswali mengi ambayo nilikuwa nataka kuuliza. Sasa sijui nianze na za muziki ama za kibinafsi ama mengine. Unaona mali naelekea wamwangalia, wamcheki. Lakini kwanza kabisa kabla uingie studioni tulikuwa tunabishana na Bwana Mle jina lako kamili. Mimi najua tunaitwa Nyambura, si ndio? Kweli. Na huo uitumii sana. Kwa hivyo unaitwa Avril Nyambura ama unaitwa nani? Majina kamili. Naitwa Judy Nyambura Mwana. Oh, Judy Nyambura. Yes. Judy, hilo ndio jina nilikuwa natafuta. Hiyo ndio kumwandikia check, karibu niandikie Avril. Sasa nimejua. Maana Avril bounce. Hizo ni jina sasa za M-Pesa. Ukitaka kujua jina zangu kamili, tuma M-Pesa. Tuma M-Pesa utajua jina zangu kamili. Unasikia? Sisi tunasema ni majina ya kiserikali. Yes. Lakini Nyambura anasema za jina za M-Pesa. Yes. Okay, karibu sana Radio Jambo. Nashukuru. Msikilizaji, kumbuka Avril yuko studioni, kwa hivyo ikiwa unataka kumuuliza maswali, nambari ya simu kama kawaida ni 0204445975 na nambari ya SMS tafadhali ni 22494 ukianza kwa neno jambo. Bwana Mle, unaniangalia kama unataka kuuliza swali. Avril, labda utuambie safari yako ya muziki ulianzia wapi? Manake wanajambo wengi wangetaka kujua safari yako ilianzia wapi. Manake wengi huwa wanajua mtu akishachipuka. Sasa hivi wewe si kuchipuka, wewe umenawiri. Ulianzia wapi safari yako? Wow, nilianza safari yangu kitambo kiasi. Nilianza safari yangu nikiwa chuo kikuu. That is not officially kama msanii. Nilikuwa second year katika chuo kikuu cha Nairobi University. Ndio nika release ngoma yangu ya kwanza na AY, nika release ngoma yangu yenyewe Mama. Nika release ngoma na na Jaguar pia, nilikuwa nafanya background vocals ngoma yake Jaguar tayari. So all these things nasema ni Ogopa DJs actually. Ogopa DJs ndo nilianzisha career yangu Ogopa DJs, kwa sababu nilipo na Ogopa nikafanya background vocals 1 2 3, wakasema you know what, there's a possibility ya wewe kuwa msanii kivya kujisimamia wewe mwenyewe. So is that something ungependa kufanya? Nikasema of course. So career yangu ilianza na Ogopa DJs nikiwa chuo kikuu. Wow, na ukaendelea mpaka umefika mahali umefika. Na chuo kikuu ulisomea nini? Nilisomea product design. Oh, product design. Kwa hivyo you're a designer. Yes, I am a designer. College of Architecture, Design and Development. Na do you practice that ama? I do actually. Na kampuni yangu ya product design. So huwa nafanya some things here and there on the side. Alafu pia for Brand Avril. Yes. Okay. So nimeemploy. Umeajiri watu. Yes, Brand Avril imeajiri kampuni yangu kufanya kazi. Unajua kwa nini nimekuuliza hivyo? Kwa sababu kuna wasanii wengi ambao pia wanachipuka lakini hawajui umuhimu wa masomo. Wengine hata labda wanaachana na masomo tunataka kuwa wasanii. Ni ujumbe gani ungependa kuambia Avril? Masomo ni muhimu sana kwa ajili at the end of the day hautaki kufanya muziki kwa ajili ya kuwa a hobby, unataka ikuwe career. So for me
biashara yoyote lazima ikuwe na book smart. As much as yes kutakuwa na street smart baadaye, lakini lazima uemploy both of them, kwa sababu utashinda ukimit watu wenye wamehitimu kwenye nini, kwenye masomo ama wamesoma kukushinda, wamesoma kukushinda na labda kugonge. Exactly. So lazima ujue kusoma contracts, na contracts ujuaje? Si lazima uende shuleni ndio kujua kuelewa business, English in business. So for me, definitely masomo kwanza, then everything else follows. Okay. How are you able to balance between your career ya music na pia uko university? Sijui ni manage tu. Seriously? I think ukiwa na passion kwa ajili ya kitu, lazima utapata njia. So mimi alafu uzuri pia muziki nilikuwa na concentration on it mostly during the weekends. Alafu wiki nzima niko shuleni. Yes. Kwa hivyo na balance pale. Yeah, ilikuwa inabidi balance. Haya, tu uko na mchumba, uko na jamaa ama uko single? Ni msikilizaji ameuliza. Maswali vilizoulizwa. Sema tu. Alafu kuna watu wanasikiza wako zile za watu wanangoja. Nilikuwa in a relationship. In fact nilikuwa tushakuwa engaged nini, mipango za harusi liko shaanza, then unfortunately hazikufua dafu. Yes. Yes, so for now niko tu uko sokoni. Niko tu bwana mle nyamaza bwana tafadhali. Unauliza maswali haraka tulia. Ngoja kidogo. Avril, yes. What happened? Nini litokea? Unfortunately my dad alikufa at the beginning of the year. So sikuwa na hiyo energy ya kuanza ama kuendelea kupanga harusi. So nikasema acha tu ni relax tu kiasi, then tuone ni aje. Kwa hivyo mmeseparate? Yes. Completely? Yes. Avril. Yes. Kuna nafasi ya nyenye kuzungumza? Bado si marafiki, huwa tunazungumza kila time. We always on the phone together tukiwasiliana, lakini sina uhakika kama mnaweza kurudiana. Yeah. Sijui, yote ya Mungu, sio? Unajua kwa nini nauliza hivyo? Hapa Radio Jambo watu kuna kitengo inaitwa patanisho. In fact inakuja mwendo wa saa 2:30 hivi. Na wao tunasaidia wanandoa ambao wamekosana. Wacha kucheka. Mimi siko kwa ndoa yet. Hata uhusiano tu tunawapatanisha. Kwa hivyo sijui kama unaweza sasa niko kwa hiyo segment. Kama tuwapatanishe ama ikuwe namna gani? Utakubali? Wacha tutaona next week next week Okay. Tukibaki hapo kwenye hilo swali, kuna msikilizaji ambaye ametuma ujumbe hapa na wanataka labda ufafanue kama ni rumors ama ni ukweli. Sema Avril, rumors is that you are dating Susumila, the guy whom they released their song Juicy with. No. Susumila and I are brother and sister. Hatuna uhusiano wote apart from uhusiano wa kikazi. Yes. Lakini unajua huwa inaanza na brother and sister hivyo. Alafu baadaye mnaanza project. Kwa hivyo project inabadilika. No. Hakuna kitu kama hicho. In fact bibi yake amejifungua mtoto just the other day. So congratulations Susumila. Susumila ameoa Yes, ameoa. Pole sana. Na watoto. So of course mimi kama kuna kitu mimi hufanya ni ku respect the institution of marriage. Kweli kabisa. I definitely respect him, na respect bibi yake, na respect watoto wake. So uhusiano wetu ni kikazi kabisa. Ni kikazi. Yeah. Okay, na hebu zungumzia kuhusu hiyo ngoma kidogo yamba mmetoa. Naona inaitwa Wewe. Inaitwa Wewe, yes. So nilikuwa na Susumila 2014 nikiwa Mombasa, nilikuwa nafanya show kule Mombasa. Then tukawasiliana tukaulizana, mbona tusifanye kazi pamoja? So 2 years later akanitumia track akaniambia I think hii ndio song yetu tunafaa kufanya. So in fact production imefanywa na Toti kutoka Mombasa. Nikatuma recording zangu, vocal zangu, akazitengeneza kidogo. Akakuja alipokuja Nairobi last month, tukazifinalize kidogo, tukafanya fine tuning ya the vocals. Tukamaliza ngoma, nikaenda Mombasa, tukafanya shoot kwa Wachoni kule Kilifi County. Video? Yes. Ilikuwaje? Ilikuwa noma sana, ilikuwa different. Watu wajazoea Avril kuwe
msanii ambaye anavalia nguo za traditional. So nilikuwa nimevaa nguo za Mijikenda. It was a nice experience, a very nice experience. Tusimila kwa Mombasa. Kwa Mombasa Kwa Mombasa, yes. Hiyo ngoma ni tamu. Asante. Ilitolewa lini by the way? Kwa nini sijaipata hapa ama iko tayari? Ilifika. Actually nilikuja tukaideliver personally. How come bwana Mle bado sijaisikia hapa? Lakini ni vizuri nimekuja kutambulisha. So kuanzia leo nimeifanya imekuwa special imekuwa definitely. Yes. Na tunashukuru sana kwamba umeweza kufika hapa. In fact nataka tumalizie mazungumzo kwa sababu naona time pia naenda pale. Naona wengi ambao wanatuma SMS. Akiti mafisi jamani. Kuna mmoja hapa huyu anatoa malilio. Anasema Gidi, mimi naomba tu namba ya Avril. If she's for real willing to have a marriage, I am young. Young and able and willing. Ndugu yangu bana. Asante sana lakini tutaona hiyo maneno. Haya, na wengine anasema Gidi, uliza Avril bado hii ni nini tena? Kukula mbolea inamaanisha nini? Mimi sielewi. Anaitwa Paul kutoka Isirulo. Sijaelewa hapo. Na mwingine anasema jambo, nakubaliana na Avril, yuko ligi ya juu. Ligi so keep it fired. Keep that fire burning girl. Anaitwa Honeyman Felix akiwa pande za Kitale. Nashukuru. Anatuma ujumbe pale. Awesome. Alafu mwingine anasema nauliza ameoleka. Hilo swali lilikuwa lishajibiwa jameni. Na mwingine anasema Gidi na Ghost, mimi ni fan wa Avril. But niliona kwa FB picha yake akiwa uchi. Hebu afafanue. Ulikuwa uchi FB? Acha niulize, alikuwa anatafuta ni Facebook akitafuta watu. Wewe ulikuwa unafanya nini Facebook, tuambie. Kwa hivyo si kweli. Mimi si kwa huko. Labda ni Photoshop. Sasa yeye mali alikuwa anatafuta vitu atuambie. Okay. Haya Avril, sasa ujumbe gani uko nao kwa wanadada ambao wako pale nyumbani? Si lazima wawe wasanii, but just ladies in general. Wewe kama role model ungependa kuwapatia ushauri gani? Wow. First and foremost, ishi maisha yako. Ishi maisha yako, aspirations zako, dreams zako. Keep going. Usiambiwa tu sababu wewe ni mwanamke huwezi fanya jambo fulani au jambo fulani. You keep going. Do what you got to do. Do it well. Do it fantastic. Na Mungu atakubariki. That's just passion. Kila kitu huwa inakuja immediately after that. If you love what you do, kila kitu kinakuja after that. Actually, it's a message for the ladies. It's a message to everyone out there. Kuna hili swala ambalo najua watu wanaizungumzia kimzaha, lakini kitu ambacho imekithiri sana hapa nchini Kenya. Wanadada siku hizi eti wanatafuta hawa jamaa ambao wanaitwa sponsored. Yaani mtu ambaye anakugaramia, anakulipia labda rent, anakushughulikia monthly mambo ya nywele na mambo kama hayo. Do you think is right? Na ungependa kushauri akina dada namna gani? Personally, I feel like kama you can do it for yourself, why not do it? Kwa sababu for yourself, jifanyie mwenyewe kama okay. Kama unaweza jigaramia wewe mwenyewe, why not do it? So I feel like it's most of the time inakufanya unakuwa lazy. Kila mtu akikugaramia kila kitu inafanya yani kichwa chako inakuwa mala kabisa. Hakuna kitu unaweza jifikirilia, hakuna kitu unaweza jifanyia, and it's not a very good look for you. Kwa sababu hii unajua watu wanasahau hizi miili zetu mdogo tunaenda tunakuwa 50 60 70 80 unazeeka. Unaanza kuzeeka. Ukishazeeka bado utakuwa na wale masponsor kushughulikia. Wakiona nini sura imeanza kuharibika, anakuruka, anaenda kwa mwingine. Yes. So mbona usijisimamie mwenyewe ufanye chenye unafanya? Kwa hivyo ushauri ni kwamba wanadada wajisimamie, wajishughulikie. Usitegemee. Lakini kama kuna jamaa fulani pale anakupenda na anataka kugaramia, well and good, but then again usimuonyeshe kuwa that this is the only way that I can make my life happen. Yani msizoeane sana vile. Sponsor umesikia? Mimi sina shida. Shida yangu kubwa ni kujua Avril una support team gani hapa Kenya alafu na Ulaya. Na watch Kenya League mostly na napenda sana kuwatch games za Tusker. Yes. Hey, champions in waiting. Champions in waiting. Yes. Alafu majuu wasa najua Arsenal. Yani wewe ni mtu wa kukuwa na pressure hivyo kwa maisha. Kuna pressure maisha yetu, lakini sawa tu. Ni sawa TBIM. TBIM. TBIM strong. Hey.